Siri ya kidole gumba wakati wa kuvumbulana. Na hapa kwenye kidole gumba nazungumzia cha mwanamume. Najua kwamba kidole gumba kama kidole gumba kina kazi maalum ambayo ni ya kufikicha, ni ya kusisimua kile kiharago kwenye kipochi manyoya wakati unavumbulana na mpenzi wako. Lakini je, unajua kwamba hichi kidole gumba cha mwanamume, especially when it comes kwa masala ya kuvumbulana, ni very sensitive kwa mwanamke? Nataka nikupatie siri, kwa sababu kidole gumba kama kidole gumba unaweza kukitumia kidole gumba, msikilizaji, kama kitayarisho fulani hivi. How do you feel mnakuwa pale, labda unamtayarisha mwanamke wako, unampiga mnyonyo kuanzia kwenye utosi, unashuka kwenye masikio, unamtia ulimi wa masikio, unampiga mnyonyo kwenye mdomo, alafu hapo hapo kwenye kupiga mnyonyo sasa, badala ya kutumia mdomo, baada ya kushapiga mnyonyo, unaingiza kidole chako cha gumba. Yani sasa mwanamke ina maana apigi tena mnyonyo mdomo wako, lakini anapiga mnyonyo kidole cha gumba. Kuwa creative, kuwa mbunifu, kuwa mpya mwanamume. Usiruhusu huyo mwanamke akusome kila siku anajua unampiga mnyonyo. Leo mpe gumba alinyonye. Kidole hichi cha gumba, I'm telling you, kina siri kubwa. Na ya kwanza, ama kwa sababu gani unahitajika utumie kidole gumba wakati unamvumbula mwanamke wako ama mpenzi wako, ni mkusanyiko wa hisia mbalimbali, na unaweza kuzipata kwa sababu wakati ule mnavumbulana, mwili wa mwanadamu, msikilizaji, huwa na msisimko mkubwa wa nerves. Sasa kupiga mnyonyo kidole gumba huchochea sehemu za mdomo ambazo zina uhusiano wa moja kwa moja na nerve ya ufahamu. Sawa? So zinahusiana na msisimko, ndio maana pia ukidendeka, ukipiga mnyonyo, hisia hizo upelekea kuzagamuana, upelekea kuvumbulana, kwa sababu kuna utamu fulani hivi. Wallahi sasa hivi ukimaliza, manake mida ya saa 7 pale saa 8, tamu sana huo muda. Sasa ushampiga mnyonyo mtoto wa kike, alafu mruhusu amuchezee lips zake kwanza, uzifanye ziwe wet. Akitarajia utampiga mnyonyo, mpe kidole gumba kipige mnyonyo. Lakini pia msikilizaji, kukinyonya kidole gumba huongeza utamu wa tendo. Sawa? Kwa kuchanganya ladha ya hisia za mdomoni na hisia za sehemu za siri moja kwa moja. Kama ulikuwa ujui, leo jua msikilizaji. Manake hii siri sidhani kama utaambiwa kanisani wala msikitini, ila mimi nakwambia kwa sababu nataka mnapokuwa faragha muwe wapya kila siku, msizoane. Lakini pia inapunguza athari za kisaikolojia na kiakili muda wa kuvumbulana. The moment wewe unaamua kunyonya dole gumba, hiyo inaweza kuwa ishara ya utii na upendo wa kina, jambo ambalo humletea mwanamke hisia ya karibu, inamletea usalama na utulivu zaidi, badala ya kufikiria labda kuhusu madeni, hajalipa chama, sijui kikoba, mambo mengi sana. Labda mlikuwa mumeteteshana, akiangalia amepigiwa simu kutoka shule, karo haijalipwa,
mwenye nyumba ndio huyo amemtishia kufunga nyumba. Unaelewa? Labda anafikiriaga, manake unajua sio wakati wote wewe utafikiria ukimvumbula mwanamke wako ama mke wako akili yake 100% huwa iko pale. Wewe hujamvumbula mwanamke, akili haipo. Unamvumbula yeye, anafikiria jamani, itakuwaje kesho nitafungiwa nyumba? Itakuwaje kila sampuli ya fikra huwa anafikiria pale. Lakini the moment ukimpatia, yani wewe unamvumbula huku unampatia dole gumba, wallahi yani ni kama hizo fikra zake zote umeziblock, kwa sababu kuna eye contact pale. Alafu sasa ndio unaendelea na shughuli pevu. Na wengine huhusisha kuvumbulana na kumbukumbu za kiutoto. Unaelewa? The moment ukimpatia mwanamke wako dole gumba nyonye, alafu iwe aliwahi kunyonya madole akiwa mtoto, wallahi yani kuna fantasy zingine pale huwa anapata. Anavuta tu kumbukumbu, anasikia raha. Sawa? Anafarijika, anaridhika. Yani kitendo kile cha kunyonya tu ilo dole gumba cha mwanamume wake, yani anajihisi kama mtoto. Anajihisi kama mtoto. Alafu we mwenyewe pia mwanamume, ukijua matumizi ya dole gumba, unamtayarisha mwanamke wako alafu unampatia dole gumba. Yani wewe mwenyewe utahisi kwamba ni kama vile anakupiga mnyonyo kwenye uume wako. Alafu mwanamke mwenyewe wewe ni mtundu sasa. Katika kunyonya kile kidole gumba, iwe anakichezea na ulimi, anakipaka mate, alafu utatulia tu. Msikilizaji, 3 faida na utamu wa kunyonya kidole gumba wakati wa kuvumbulana ni kuongezeka kwa ukaribu wa kimapenzi. Kizungu anasema ni emotional intimacy dhidi ya penzi la mumewe mwenyewe mwanamke. Kunyonya kidole gumba, msikilizaji, huweza kuwa kitendo cha kimahaba na cha kushirikiana ambacho huongeza mfungamano wa kihisia kati ya wapenzi. Na hili linaweza kusababisha kuongezeka kwa oxytocin. Sawa? Homoni ya upendo na ukaribu. Na ndio maana siku zote unapolala uchi na mpenzi wako, homoni kama hii huwa inazidi kuimarika. So hii homoni ikiongezeka, msikilizaji, furaha ya tendo la ndoa, furaha ya kuvumbulana pia nayo huwa inazidi kuongezeka. Sawa? Lakini 4 na ya mwisho nikimalizia, msikilizaji na mtazamaji, manake mimi nataka uwe mtumizi sana wa unyonyaji wa dole gumba, maeneo ya mwili yenye msisimko. Kama ulikuwa hujui mwanamke, kidole gumba cha mwanamume wako pia ni sehemu ambayo iko very sensitive. Kama unataka kuthibitisha hili, ule muda ambayo labda mnatayarishana, usikimbilie kupiga mnyonyo mahali popote. Chukua mkono wake, anza kupitisha kwenye uso hivi, alafu kidole gumba kitie mdomoni. Mwanamume huwa anaisha, anamalizika, analegea, kwa sababu fikra yake inakwenda moja kwa moja, ni kama vile ambavyo unacheza na uume wake. Ni sehemu ambayo ni sensitive kwa sababu kidole gumba kina nerves nyingi, na hizi nerves ni nerves za hisia. Sawa? Japo sio wanaume wote, lakini wengi wa wanaume nerves zao nyingi za hisia ziko kwenye kidole gumba. Sawa? So mwanamke unaweza
kumpatia mwanamume wako raha zaidi, kwa sababu anajua kwamba ukicheza na kidole chake vizuri, uume wake kwanza utasimama, utamleta karibu. Jua tu kumchezea. Alright? Yani ni mfano wa namna ubongo na mwili vinavyoshirikiana, msikilizaji, kuleta ule utamu wakati wa kuvumbulana. Kwa hivyo tafadhali, kama vile unavyojua kuchezea uume wa mwanamume wako, basi kabla hata hamujavumbulana, wakati mnatoma sana pale, jua kucheza na gumba la mwanamume wako, ili unamtayarisha na yeye anakutayarisha, mnavumbulana kwa raha na utamu. Coco FM 98.9, ladha ya pwani.